naona nakusaliti tena. Inamaanisha kupenda. Ni ngumu kuamini hili. Haitakuwa rahisi mimi kuweza kuliamini hili. Haipo. Yaani kuniambia kwamba niamini katika ile ambayo unazungumza sasa nazaje kwa mfano? Batuli. Arthur. Ukweli ni kwamba sijai kukupenda. Na sitokupenda katika maisha yangu. Nilichokifuata kwako ni hilo jina ulilokuwa nalo. Sijai kuwa na hisia na wewe. Na huo ndio ukweli. Batuli. Kwenye dunia mimi sio mwema. Najiona ni mkosaji. Hapana. Mimi ni mkosaji Batuli. Sio mkosaji. Siwezi kupingana na maamuzi ya moyo wangu. Ainiambia mwanzo. Ila sikuwa najua kama alikuwa anamaanisha hili. Nahisi chaguo lako ni Sara. Sana. Sijafanikiwa leo kuja na chaji ya PC. Hivyo na muda mchache tu PC inaweza ikazima hapa. Tafadhali nakuomba sana. Tumia dakika moja tu kueleza ni kitu gani ambacho unataka kuniambia. Sana. Kwa nini unapenda kusumbua moyo wangu? Kwa nini unapenda kutesa hisia zangu? Au unapenda ninavyokufuata hadi kazini, yani kila sehemu unapoenda na kufuata? Kwa nini unataka kuniambia kwamba unanipenda au la? Kila siku nakwambia sana nakuhitaji. Au basi niambie na kasoro gani mimi? Sema, au kitu gani mimi nafanya wewe au pendezoi nacho ambacho kinakufanya usiwe na mimi? Niambie basi nikuelewe. PC yangu imezima chaji. Naomba nikwambie kitu kimoja sana. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Katika wale ambao mimi nimefanikiwa kuwaona, wewe ni miongoni mwao. Hauna kasoro yoyote kwangu ambayo iko wazi. Ila hapa nilikuwa naandika story moja muhimu sana katika maisha yangu. Hadithi hii imeshafika mwisho. Siwezi kuibadilisha. Siwezi kubadilisha ukweli kuwa uongo. Sara, maziwa ni maziwa na tuila nazi ni tuila nazi. Ni ngumu kuweza kukupenda wewe kwa sababu hadithi imeshatungwa na imeshakamilika. Arthur, hadithi inamaanisha nini? Mbona sielewi? Hadithi imeshatungwa na imeshakamilika. Siruhusiwi hata kutoa tone la uongo na kumchanganya. Nielewa. Na vipi kuhusu hatima ya hadithi yangu? Kwa sababu inamhitaji Batuli na sio Sara. Bado tu unasimamia hadithi yako? Hiyo ni sifa kuu ya mwandishi aliyokuwa bora. Haiwezi kubadilika chochote. Hadithi imeshaandikwa. Siwezi kubadilisha chochote. Hadithi yangu inamhitaji Batuli na sio Sara. Batuli, niongea kitu gani cha ziada ili uweze kunielewa? Mimi nakupenda Batuli, naumia mwenzako. Mbona kama vyote nimeongea mama yangu bado unielewi? Subiri kwanza. Kwani yani mimi mpaka kutoka kote nilipotoka mpaka nafika hapa na maana unielewi tu?
Yaani mimi mpaka kuja hapa. Mimi mwenyewe mbona nakupenda, ndio maana nilifika paka hapa. Bado ulikuwa unanipenda. Hapa. Natumaini leo nitapata majibu ya maswali yangu. Maana sio kaida yako kuniita hapa. Na kilio changu leo ni kitakuwa mwisho. Nakusikiliza. Ni sahihi. Sio tu kujua jibu langu kwako, lakini leo ni siku ambayo nakuahidi utayafahamu yale ambayo hujawahi kuyafahamu katika maisha yako, na unatamani kuyafahamu kila siku. Ni kitu gani? Au ndio ile hadithi yako? Hapo mwanzo, miezi 7 nyuma, nilikuwa kwenye mahusiano na binti ambaye nilikuwa nampenda sana. Anaitwa Batulu. Katika mapenzi yetu niliamua kuandika kitu kimoja ambacho niliamini kitakuwa ni zawadi kubwa kwake. Niliamua kuandika hadithi, kwani niliamini mahusiano yetu yatakuwa ni bora na kuiga katika jamii. Changamoto ni kwamba katika ile hadithi niliandika pande mbili. Ikiwa mimi mwenyewe ndo mwandishi, nilijiweka katika pande mbili. Pande moja inaniuma, kwani niliweka endapo inatokea atanisaliti ama kutokunipenda tena, basi mwandishi atakufa kwenye hiyo story. Mwandishi atakufa hapa. Unamaanisha nini? Ina maana unataka kujua? Hapana. Sio kama nataka kujiua, ila tayari nimeshataka kujiua. Na hivyo ambavyo naongea na wewe, natimiza ile hadithi ambayo nilijiandika kama mwandishi. Hakuna kitu ambacho alikosa katika maisha yangu. Nilimpatia kila aina ya upendo ambao anahitaji. Na niliapa nitakuwa mwandishi bora katika hiki kizazi, kuweza kutimiza ile ahadi ya mwandishi kufa endapo ataniacha. Sara, una muda mchache wa kuweza kujua kwamba Arthur anakupenda, ila singeweza kuruhusu moyo wake kushiriki na wewe chochote kwa sababu ya hadithi. Nilimpenda, alinikataa hadharani. Wewe sasa. Umefanya nini? Wewe. Sema basi umefanyaje? Jamani msaada, wewe hata. Una nini wewe? Umefanyaje? Asa umefanyaje jamani? Basi amka hata. Hata. Jamani msaada sasa. Wewe sasa. Umeamua kumkubalia. Bwana nani anatamba naye? Mimi pale kwa Arthur nilifanya tu jina ile. Au mbage si hadithi, sijui kimeenda kinoni sasa shida navyo. Nipo kwa Boy Ashley. Shuga yangu. Angalia shuga yangu. Ile kitu gani naye mbona atakuleta ukoloni? Malazi.
Kwa umelizika kumuua Arthur. Kumuua Arthur? Ila sio mbaya. Arthur anatimiza hadithi yake anayoiandika mwenyewe. Mimi ni hayo tu kwa elimu. Azam